Ili Mkristo aendelee kuwa hai ndani yake Kristo na katika uhai wa imani yake na aweze kumshuhudia Kristo katika maisha yake, anaalikwa kujikita kuwa na mahusiano yaliyo hai katika Ekaristi Takatifu. Na hata tunaporudi kwenye maandiko matakatifu, tangu mwanzo wa kanisa, Matendo ya Mitume sura ya 2 aya ya 40-42, wale mitume walitambua kwamba ushirika katika mafundisho ya mitume, katika kuumega mkate, katika kusali na katika kudumu katika ushirikiano na wa kusaidiana. Kumbe Ekaristi Takatifu tangu mwanzo wa kanisa ulitambuliwa kuwa ni kitovu, ni chanzo, ndio uhai unaompa huyu mwanadamu ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu na anamfuata Kristo aweze kubaki katika uhai wa imani yake. Lakini hata naye Yesu mwenyewe katika mafundisho yake, Injili ya Yohane sura ya 6 ukianzia ya 50 mpaka 56, anasema, aulaye mwili wangu, kweli kweli nawaambia, msipokula mwili wake mwana wa Adamu, hamnao uzima ndani yenu. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kumbe tunabaki hai katika ulimwengu wa sasa na changamoto zilizopo. Tunapodumu katika Ekaristi Takatifu, Kristo anakuwa hai ndani yetu. Tunafananishwa na tawi ambalo linajitenga na mti, hilo hunyauka. Tunapojitenga katika kuishiriki Ekaristi Takatifu, Kristo anapohuishwa kwenye mwili wetu, imani yetu inakuwa hai na tunaweza kumshuhudia Kristo katika ulimwengu wa sasa kwa njia ya sala, kwa kuhudhuria ibada za misa takatifu kila siku na kila iwezekanavyo, lakini pia kwa matendo yetu. Na ule mkate ni mkate ambao unaalikwa kumegwa kwa ajili ya ulimwengu, na sisi pia kwa kumwiga Kristo tunajimega na kuwa washirika wa upendo ule wake Kristo aliofanya ulimwenguni kwa ajili ya uzima na kwa ajili ya uhai wa ulimwengu.